alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kila sifa njema nastahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi Simba Sports Club tunao furaha kubwa leo kuja kutembelea kituo hiki cha watoto yatima cha As-Salam kilichopo hapa visiwani Zanzibar. Lengo letu kuu ni kuja kutoa sadaka yetu kwa watoto hawa kwa sababu wana uhitaji huo, na mtoto yatima ni mtoto wa kila mtu mwenye uwezo wa kuwalea. Kwa hiyo na sisi Simba Sports Club tunawajibika kuwalea watoto hawa kwa namna moja ama nyingine. Na ndio maana hii leo tukasema acha tuje tutoe sadaka yetu. Kuwafanyia wema mayatima ni katika matendo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa kuwa sisi tunahitaji radhi zake, tunahitaji msaada wake, basi hatuna budi kujikurubisha kwake kwa yale matendo ambayo yanampendeza yeye. Lakini kama haitoshi, tuna jambo kubwa siku ya Jumapili tarehe 20. Nayo ni mchezo wetu wa nusu finali ya kombe la shirikisho. Kwa kufahamu umuhimu, ukubwa na ugumu wa mchezo huo, tukasema tusiende kibubusa. Lazima tumshirikishe Mwenyezi Mungu kwenye jambo hili, kwa maana ya kumuomba Mwenyezi Mungu kwenye jambo hili ili atufanyie wepesi tuweze kupata kile ambacho tunakihitaji kutoka kwake, na si kingine ni ushindi, tena ushindi mkubwa dhidi ya mpinzani wetu. Kwa kuwa tunahitaji kitu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lazima na sisi tufanye yale ambayo anayapenda yeye, yale ambayo anataka yeye, ili aweze kutubariki kile ambacho tunamuomba. Ndio maana leo tuko hapa As-Salam kwa ajili ya kutoa sadaka yetu hii, na katika sadaka yetu hii tunapitisha maombi yetu ya kumuomba Mwenyezi Mungu atujalie tarehe 20 tuwe na matokeo mazuri, tupate ushindi mkubwa. Amin. Kwa kuwa hili ni jambo la kiibada, basi imani yetu ni kwamba Mwenyezi Mungu ataipokea sadaka hii na atapokea dua zetu, ili tarehe 20 twende tukafanye kile ambacho tumekusudia kufanya. Simba Sports Club kwa kushirikiana na Mo Dewji Foundation ndio ambao tumefanikisha zoezi hili la kuja kutoa sadaka, na Mo Dewji Foundation wamekuwa bega kwa bega kusaidia watu wote wenye uhitaji, wagonjwa, wazee, mayatima, kutoa misaada kwenye vituo, kuchimba visima, kutibu wagonjwa wa macho, watu mbalimbali wenye uhitaji. Mo Dewji Foundation amekuwa akiwasaidia. Na kama haitoshi, mechi iliyopita tulifanya kama hivi, tulikwenda kwenye kituo cha watoto wenye uhitaji maalum, tukatoa sadaka yetu, tukafanya dua yetu, na kila mtu ameona matokeo yake. Nyama leo yuko nusu finali. Kwa kuwa njia hiyo ni njia ambayo Mwenyezi Mungu inampendeza, hatuna budi kuishi katika njia hiyo ya kuwasaidia wale ambao wenye uhitaji. Sisi lengo letu ni dogo tu, na lengo letu ni moja tu. Tarehe 20 twende tukamfanye vibaya mpinzani wetu, twende zetu hatua ya nusu finali, hatua ya finali. Kwa dua hii ambayo imefanyika hapa kwenye kituo cha As-Salam kupitia kwa vijana hawa, ni imani yetu ndani ya siku hii ya Ijumaa dua yao itakuwa makbul, na mnyama atakwenda kufanya vibaya, atakwenda kumfanyia ubaya mpinzani wetu, na hatimaye twende hatua ya finali. Baada ya dua hii, msiache kuendelea kutuombea. Tuna leo, tuna kesho Jumamosi, na tuna Jumapili yenyewe. Tunahitaji kufanya maombi makubwa, na sio tu hapa As-Salam, kokote ambako kuna wanasimba wafanye maombi makubwa. Tarehe 20 twende tukatimize kile ambacho tumekusudia kukifanya. Kwa kipekee kabisa tuwashukuru wenzetu, washirika wetu, kampuni ya simu za mkononi ya Yas kwa kutuunga mkono kwenye zoezi hili la kuja kutoa msaada kwenye kituo hiki cha As-Salam, lakini vile vile kuwa nasi bega kwa bega kuhakikisha kwamba
Simba anafanya maandalizi mazuri kuelekea katika mchezo wetu wa Jumapili. Na la mwisho tu ni waahidi ndugu zangu wa salamu na wana Simba kwa ujumla, kwa aina ya maandalizi ambayo tumeyafanya, tuko salama sana, tuko vizuri sana, tuko kwenye ubora wa hali ya juu mno kwenda kufanya vizuri siku ya Jumapili. Paliko baki ni padogo tu. Tukipakamilisha hapo, tutakuwa na uhakika wa kufanya vizuri siku ya Jumapili. Kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ni imani yetu Simba Sports tutashinda Jumapili, na sio tu kushinda, ni kushinda ushindi mkubwa ambao utatuwezesha kwenda hatua inayofuata, nayo ni hatua ya fainali. Baada ya kusema hayo, niseme asanteni sana kwa kuipokea sadaka yetu. Asanteni kwa kutukaribisha. Tutarejea tena wakati mwingine.